Wapenzi katika imani, muda umekwenda, sio rafiki. Nisimame katika maneno haya. Faya Abdallah, ewe mja wa Allah, ishma kitabillah, ishi pamoja na kitabu cha Allah. Waratilhu laylan wa nahara, kisome usiku na mchana. Ihfadh ajzaahu, hifadhi juzuu za Qur'an. Tadabbar maanihi, zingatia maana ya Qur'an. Qif inda hududihi, simama kwenye mipaka ya Qur'an. I'mal bi ahkamihi, fanyia kazi hukumu za Qur'an. Tafakkar fi amthalihi, ebu kana utafakari ile mifano iliyotolewa kwenye Qur'ani, izingatie wakati unaisikiliza Qur'an. I'tabir bi qasasihi, zingatia visa vya Qur'an. Takhallaq bi adabihi, jipambe na tabia njema ya Qur'an. Ta'allam tajwidahu, jifunze tajwidi ya Qur'an. Iqra tafsirahu, soma tafsiri ya Qur'an. Kun min ahli al-Qur'an, kuwa ni miongoni mwa wale watu wa Qur'an. Alladhina hum ahlullahi wa khassatuhu, ambao ndio watu wa Allah na Allah kawachagua watu wake ni watu wa Qur'an. Watadhakkar haditha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na ukumbuke hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yuqalu li sahibi al-Qur'an, ataambiwa yule mwenye kuisoma Qur'an, iqra. Hiyo ni siku ya kiyama ya jamaa. Allah atamwambia iqra, soma. Wartaqi, na upande stairs, upande ngazi kwa ajili ya kwenda kwenye pepo yako. Waratil kama kunta turatilu fi dunya, isome kama ulivyokuwa ukikaa ukiisoma kule duniani. Fa inna manzilaka, hakika ya nafasi yako na sehemu yako kwenye pepo. Inda akhiri ayatin taqra'uha, ni mwisho wa ile aya ambayo wewe itakuwa umeihifadhi unaisoma. Allah. Haya, jiulize, ni mziki ulojaa ama ni Qur'an? Leo majina ya wanamziki wote watoto wetu wameyahifadhi. Na mimi leo nakupa challenge, ukitoka nenda nyumbani kwako, muulize tu mtoto wako, mtoto wangu na zawadi hapa 1000 hii hapa, nataka unitajie masahaba 10 waliobashiri wa pepo wakiwa duniani. Usikilize balaa. Akishindwa, mlete kwa wanamziki. Hebu nitajie wanamziki 5 ambao wanavuma kwenye hii dunia. Usikilize kizaza. Mbaya zaidi, wachezaji wa mpira ndo wamefanya nini? Wamekaa hapa, wanavyoishi, gari wanazotembelea, mishahara wanayopokea kwa dakika, mtu aingiza shilingi ngapi, mtoto anakusomea yote anajua, lakini kwenye Qur'ani sifuru, hakuna kitu. Huu ni mtihani mkubwa katika malezi ambayo tunawalea watoto wetu. Hadithi kaipokea Abu Daud kwa nambari 1464. Sheikh Albani ameisahihisha fi silsilati sahiha, utaipata kwa nambari 282 kwenye kitabu chake nambari 5. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, napenda kuihusia nafsi yangu na kuhusia nafsi za waumini wenzangu, tuweni na utaratibu wa kuisoma Qur'an. Tuje mapema msikitini. Kama unaona kule nyumbani unasumbuliwa na mke na watoto, basi wahi msikitini Sheikh, angalau Allahu akbar, Allahu akbar, kunaadhiniwa, toka nyumbani, tawadha pale, swali tahiyatul masjid, swali na hizo sunna nyingine. Baada dhalika ijlis waqra al-Qur'an, kiasi cha ile swala kuisubiria. Lakini leo hakuna kitu hicho. Siku zote watu wanachelewa misikitini. Tena kuna wengine wasanii kweli kweli. Sheikh amekuja hapa amechelewa, imamu yuko kwenye rukuu, anamtahadharisha imamu, anamwambia nini? Inna Allaha ma'as sabirin. Yani anamwambia imamu, inna Allaha ma'as sabirin, hakika ya Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wanaosubiri. Yani maana yake wewe imamu ukisema sami Allahu liman hamida, kama ile rukuu hakuipata, wewe hauko kwenye watu wa kusubiri. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر جيوشك المسلمين.